أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى، طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سماحة الدكتور الخطيب، السادة العلماء، wazee wangu, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. عاشوراء مدرسة بناء الإنسان. Ashura ni chuo cha kumjenga mwanadamu. Hii kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo itakuwa unwani ya majlisi yetu ya leo, katika kuendeleza mfululizo wa majalis zinazozungumzia uhusiano kati ya kiongozi na wafuasi, ikiwa mfano ni al-Imamu al-Husaini alayhi salam na ashabi wake watakatifu. Tuko katika majlis ya 7 ambapo katika ulimwengu wa leo na hata wa jana, suala la kumjenga mwanadamu ni suala muhimu katika nyanja za kijamii na za kimalezi. Na katika majukumu makubwa ya viongozi katika kuongoza kwao, mbali na kuweka mikakati ya kuwafikisha watu katika malengo yao, ikiwa ndio maana ya uongozi, lakini watu wale ambao wapanga kuwafikisha katika malengo yao ni binadamu, si wanyama, kwamba utawashika kama vile unavyomshika mnyama ukamlazimisha, ukamtia katika sehemu ama ukampeleka sehemu bila ya maamuzi yake. Uongozi ni kuweza kuwaathiri watu. Ukirudi katika taarifa za uongozi, wanakwambia al-qiyada hiya al-qudratu ala ta'thiri fi nnas, ni uwezo wa kuwaathiri watu liisalihim ila alhadaf au ila alahdaf, kwa min ajili ya kuwafikisha katika malengo. Ni maana sio kuwapeleka katika malengo, ni kuwaathiri watembee wenyewe wayafikie malengo. Na ili uweze kuwaathiri watu
ili watembee kwenda kwenye malengo yao, ni lazima uweze kuwajenga utu wao, na hii ndio tunaoiita binaul insan. Na kama kawaida ya mivutano baina ya haki na batil katika maisha ya duniani, vile vile kuna mivutano kati ya viongozi wanaowapeleka watu kwenye malengo mema na kati ya viongozi wanaowapeleka watu kwenye malengo mabaya. Hata Qur'ani imetaja kuna wale yahduna ila nar, kuna aima, kuna maimamu wanaopeleka watu motoni, kuna na maimamu wanaopeleka watu peponi. Sasa katika mahusiano ya kiongozi na wafuasi, suala muhimu ambalo tunataka tuliangazie ni suala la kumjenga mwanadamu. Wataalamu watuambia kiongozi yoyote anayetaka kuijenga jamii yake na wafuasi wake ili baadaye waweze kutembea katika kufikia malengo yao, ni lazima afuate viungo hivi ambavyo nitavieleza. Kwanza, albinaul imani waruhi, kwa sababu mwongozo wowote ama mfumo wowote tunaotoa ni lazima urudi katika falsafa ya Kiislamu. Kiungo hiki katika madrasa nyingine mara nyingi hakitajwi, na falsafa ya Uislamu imejengwa katika imani kwamba mwanadamu ni roho yake, si mwili wake, na nguvu alizonazo mwanadamu ndani ya roho yake ni kubwa mno kuliko mnavyozifikiria. Lau patapatikana mtu ambaye atatengeneza mazingira nguvu zile ziweze kujitokeza na kudhihiri, basi mwanadamu ataushangaza ulimwengu. Na ndio Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib alayhi salam katika mashairi yake akimkhutubu mwanadamu akimwambia, atazamu annaka jurmun saghirun wa fika ntawa alalamu alakbaru, wewe wajiona ni kiumbe mdogo ukikusanywa nyama yako, mifupa yako, kwa sababu mwili wako lau utaugawanya sasa hivi ni nyama kilo ngapi, ni mfupa kilo ngapi, ni maji lita ngapi, ni damu penti ngapi. Atazamu annaka jurmun saghirun, wewe unadai kwamba ni maumbile madogo sana, lakini ndani yako, ndani wafika intawa alalamu akbaru, wafupisha ulimwengu wote. Yani nguvu iliyoko ndani yako ni sawa na nguvu ya ulimwengu mzima. Hii inamaanisha kuna kudurat, kuna uwezo mkubwa ndani yetu, kuna vipaji vingi, kuna uandalizi mkubwa, istidadat za kuweza kutufikisha sisi. Na watu hawakhtalifiani kiuwezo kiasi hiko. Watu wanakhtalifiana kupitia mazingira yanawapa nafasi kudhihirisha uwezo wao. Usikubali kukinaishwa kwamba kuna watu wana akili kutushinda sisi, kama vile ulimwengu tunavyosema, na kuna lugha bwana, au ni wazungu au sijui nani, tutawaweza sisi, tutawafikia sisi, litawezekana? Ama lugha nyingine, hii ni Afrika bwana, kuna mambo ya kufanywa na Muafrika kuna mambo yanaweza kuaminika yakifanywa na Muafrika. Si hizi lugha zinazozungumza.
Sasa hizi ni katika lugha ambazo zinazojaribu kutuendeleza katika kuishi chini ya ukoloni, lakini kuna siku wao pia walikuwa hivyo. Haya maendeleo munayoyaona leo ni maendeleo ya juzi na jana, lakini ukirudi kabla ya middle century, karne za kati, rudi Ulaya ukasome watu walikuwa vipi, na vile vile rudi uangalie mabara mbalimbali, kwa sababu maendeleo na utamaduni na ustaarabu ni kama saa yanazunguka katika ulimwengu. Mataifa yapanda, mataifa yaanguka, mataifa yapanda, mataifa yaanguka. Kwa hivyo ruhu ya kiungo cha kimsingi katika kumjenga mwanadamu katika madrasa ya Kiislamu ni albinau alimani waruhi, mbali na kumpa taaluma. Barnamij ya kumjenga mwanadamu kiimani na kiroho, Uislamu umetupa barnamij kamili. Moja ni hizi tunazoita nidhamul ibadat. Katika malengo makubwa ya hizi ibada ndio utakuta saumu ni kuboresha nini? Taqwa. Taqwa ni nguvu ya kiroho. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, sala inakukataza, yani inakupa nguvu ya kiroho. Ad-duau silahul mu'min, dua ni silaha. Silaha inaashiria nini? Nguvu. Anayemiliki silaha amiliki nini? Nguvu za kiroho. Kwa hivyo ni muhimu sana katika kulea jamii zetu, hii ipewe nafasi na kipawa mbele. Pili, katika kiungo kikubwa cha kumjenga mwanadamu ni albinaul akhlaqi, kumjenga kimaadili, kwa sababu utu wa mwanadamu ni tabia zake. Kuwa mkweli, kuwa mwaminifu, kuwa mtu mwenye ahadi, kuwa mtu mwenye wafaa, kukumbuka wema, wala tansau lfadla bainakum, kuwa mtu mwenye kuwajibika, kuwa mtu mwenye nidhamu na mipango, kuwa mtu ambaye unajali kuzitumia fursa zikijitokeza, kuwa ni mtu mwenye kujipanga katika mambo yako. Na ndio utaona Amirul Mu'minin alayhi salam, Allahumma salli ala, katika wasia wake alowahusia watoto wake wawili wakati yuko katika firashul maut, Allah Allah fi salah, yani anatizama upande wa kwanza binaun imani wa ruhi, ibada, kisha usikum bitaqwa Allah wa nadhmi umurikum, na wahusia kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujipanga katika mambo yenu. Chochote kinachotokea katika maisha yako si matokeo ya kawaida, bali pana mchango wa maamuzi yako. Ingawa mara nyingi wajaribu kurusha huku na kule, kulaumu wazazi, kulaumu walimu, kulaumu mazingira, kulaumu jamii, hatukufanyiwa hivi, hatukupewa hivi, lakini pana mchango wako. Maamuzi yako yoyote unaoyakata ndio yanaokufikisha kwenye matokeo ulionayo. Na ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaunganisha baina ya ukataji maamuzi na kukubali matokeo ya mbali na ya karibu, alipotuambia idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu,
kata maamuzi. Irada ni nini? Maamuzi. Unapokata maamuzi ya kufanya jambo, fikiria matokeo yake. Fatadabbar, zingatia matokeo yake. Aqiba ni mwisho wa jambo yale yanapokufikia. Fa in kana khairan famdhi wa in kana sharran fantahi. Ikiwa matokeo yale ni mazuri, ni ya kheri, endelea na maamuzi. Lakini ikiwa matokeo yale ni ya shari na mabaya, badilisha maamuzi yako. Kwa hivyo yoyote anayetaka kubadilisha matokeo ya maisha yake, arudie misingi ya maamuzi yake. Na hili ni katika maadili. 3, albinaul aqli wal fikri, kuwajenga watu kiakili na kifikra. Tuko katika vipi anajengwa mwanadamu kwa mtazamo wa Kiislamu? Unamjenga kiimani na kiroho, na taban ina barnamij. Unamjenga kimaadili, kuna barnamiji ndefu. Sinuulize suala, tutamjengaje mwanadamu kimaadili? Hiyo ni mada pia yataka majalis zake, kueleza mfululizo vipi tunakwenda hatua baada ya hatua, kuanzia dauri la wazazi, na kabla ya wazazi waweze kumjenga mtoto wao, wazazi washajengwa. Waliingiaje kwenye ndoa? Ni misingi gani iliyowaingiza kwenye ndoa? Tuje mpaka katika taasisi zetu za taaluma, na katika taasisi zetu na taaluma tunakutana na tatizo la tanaqudhat, mivutano, na hatuna budi nayo. Na kukaa kulani peke yake haileti suluhisho, ni kutengeneza suluhisho mbadala. Kwa mfano, leo tuko kwenye nchi si za Kiislamu, tuna mifumo ambayo inategemea falsafa ambazo si za Kiislamu. Tunaweza kuwa hata tukisema tuna mashule yetu, lakini si 100% ndani ya mashule yale tuko mbali na ule mfumo, kwa sababu curriculum huipangi wewe, unaletewa. Vitabu hutagui wewe, unafanya nini? Unaletewa. Syllabus unaletewa. Walimu wanavyotreniwa katika misingi ya usomeshaji sio wewe. Wewe kibaki utaandika tu pale, hii ni madrasa ya Kiislamu, na utaingiza ndani baadhi ya mambo. Utawasomesha Qur'ani, wakati wa swala watakwenda wataswali jamaa, lakini mtoto yule yule wakati anaposomeshwa biology mathalan, wakati anaposomeshwa history, wakati anaposomeshwa masomo yoyote, kuna mengi ambayo hayapo kwenye misingi ya maadili yetu, yanapenyeza. Suluhisho ni nini? Suluhisho ni sisi kuwa na barnamiji hamishi ya pambizoni ya kuziba mwanya unaopatikana. Shida kubwa ya leo ya kuporomoka kwa maadili katika jamii zetu ni tumezitegemea taasisi kututengenezea mwanadamu tunayemtaka sisi. Hii ndio tatizo. Unatumia product inayotoka kwenye factory, ambayo factory ile haijali wewe wataka mtu aina gani. Na hii ni changamoto ya wanafikra wetu, taasisi zetu za Kiislamu, watu wenye uwezo, kwa sababu mambo kama haya yahitaji pesa, yahitaji nguvu za kiakili, za kielimu, na alhamdulillah tunao wasomi. Sasa haya pia ni masala mare. Kwa hivyo msingi ambao unafuatia nimesema ni kuwajenga watoto au kumjenga mwanadamu kiakili na kifikra. Na hapa pia naomba nisimame. Sikusudii nikisema kumjenga mtu kiakili na kifikra masala
ya kujaza information kwenye akili yake. Masala ya kumsomesha, ingawa elimu, habari, maarifa ni rasilimali ya akili kuweza kufikiri, lakini mujarrad wa kutia maarifa na elimu katika akili huifanya akili ifikiri. Ni kama mtu anayechukua viungo vya chakula akaviweka pamoja. Unapoleta mchele, nyama, mafuta, bizari, sijui hawaji, dalasini, iliki, sio? Ukiziweka tu pamoja itakuwa pilau? Haiwi pilau. Ingawa yule ambaye ameweka vitu kama hivyo, ukimuuliza mchele atakwambia niko nao, nyama niko nayo, mafuta niko nayo, lakini nyumba inalala njaa na hakutoki pilau. Sijui manielewa vizuri jamanini. Sasa system ya kuingiza tu information kwenye akili za vijana na wanadamu haimaanishi umeweza kutengeneza jamii yenye akili na jamii yenye fikra. Na haya ni masala marefu nayo, katika yataka wataalamu wa education waje wayaeleze vipi ukoloni ulitupangia sisi elimu itupeleke vipi. Ona mtoto uko katika hizi system zetu, mtoto uko standard 4. Siku moja nakumbuka pale Swafa Lamu, miaka ya nyuma kabla hakujabadilishwa huu mtaala wa elimu kutoka 844 kuja kwenye hiyo CBC sijui. Headmaster ameniletea kitabu cha somo linaitwa Social Studies. Amini usiamini, is about 400 pages. Namwambia hiki kitabu cha wapi? Ananiambia hiki ni kitabu cha standard 4. Namwambia mtoto huyu wa miaka 9 au 10 hii yote hii information, na ukiangalia zile information zilizoko ndani, wanampa information ambazo hazihusiani na yeye, kama mtu mwenye historia yake, mwenye ustaarabu wake, mwenye anasomeshwa mambo ya watu na kukrem. Na ndio utakuta leo alhamdulillah hata kwenye maquiz watu wetu wanaweza kuwa mahodari kutaja capital cities za nchi za ulimwengu. Ukimuuliza moja, chief fulani capital city ni nani? Atakwambia chief fulani capital city ni kadhaa. Atakwambia mlima mrefu, mito iliyoko dunia. Mimi sijakataa hizi ni fikra mzuri, lakini hizi sizo vitu zinazoleta mabadiliko kwenye maisha yetu, kwamba wewe umejua milima iliyoko ulimwenguni. Umekuwa tape recorder ama babagha. Sijui naelewana vizuri sana. Kwa hivyo hapa ndipo panakuja kitu hiki. Angalia namna wanavyosherehe wanazuoni. Wanauliza ni nini maana ya albinaul fikri wal aqli? Ni vipi kujenga kifikra na kiakili? Wanasema tanmiyatul wa'i, kuboresha, kustawisha ufahamu halisia wa mambo, sivyo tunavyofahamishwa. Leo mnaweza kuletewa bidhaa, mfano leo corona ilikuja na ikatupeleka mbio, na tukaletewa habari kila aina kuhusu ilianzaje na tutaendelea vipi na tutapambana nayo vipi. Walitupea habari vile wanavyotaka wao tujue. Lakini je,
tulipata habari vile mambo halisi yalivyokuwa, na kulikuwa kuna pangwa nini. Sisemi hakuna watu waliopata habari, wapo. Na kama makumbuka, baada ya corona kumeanza vita vya Russia na nani, Ukraine. Kama mwazitukua hizi habari, ndio inaosema usihifadhi tu, cut zile habari uje uziunganishe. Kama makumbuka, Russia mara kadhaa ilitangaza kupata maabara kule Ukraine, maabara za kisayansi zinazotengeza viini vya maradhi. Si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, lakini habari zililalishwa, wala hazikufika Umoja wa Mataifa, wala haikuwa ni big issue katika ulimwengu, ambayo ilisababisha zifo za maelfu ya watu, ilisababisha kuporomoka uchumi wa ulimwengu, ilisababisha kucollapse system ya nini, ya ulimwengu, lakini ilipita. Lakini Umoja wa Mataifa yaweza kuitisha habari kwa sababu kuna mwanamke alilazimishwa kuvaa hijabu Irani. Na ikawa big issue, na ikapelekwa paka zitengo za haki za nini, za binadamu, na watu wote, zombo za habari zote zikawa zazungumza ulimwenguni. Mtu mmoja, sababu sitaki nifahamike vibaya, haki ya mwanadamu ni mwanadamu, awe mmoja wawe alfu, sipo hapo. Na ni mambo mangapi yanaopitika leo ulimwenguni. Tizameni unyama na ushenzi uliofanyika katika Absin Island. Iko wapi ishu leo? Nani anaizungumza katika ulimwengu? Ni nani amefungua mahakama ya kiulimwengu kuwatukua wahusika wa jinaya kubwa kama zile za kukiuka haki za vijana? Kwa sababu hizo ni habari hawataki muzifahamu. Sasa soko ya fikra ni kama soko ya bidhaa. Kila mtu ana advertise bidhaa yake, na katika kuadvertise, sisemi uongo, uzidishaji unakuwa mwingi. Wewe ushaona Colgate kile akiadvertisewa? Unafikiri ukienda ukipiga leo asubuhi meno yatakuwa meupe yanang'ara kama lulu? Na unaweza kubaki wangangana, unaona utokei mbele. Si ndio? Wanapokuja kuadvertise hizi bidhaa, sijui dawa fulani, sijui jambo fulani, gari inapanda milima kinyume nyume, nakwambia inaweza kupanda Kilimanjaro ile, kwa kuonesha vile iko na nguvu, 4 wheel, sio? Unaletewa inapanda nini? Mlima. Na wewe asubuhi waamka uenda sokoni, ukija kupanda nao mlima wa hapa tu Kariakoo inakuwa shida. Sijui naelewana vizuri sana. Kwa hivyo katika ulimwengu, na katika ulimwengu wa fikra kuna competition, na kila mtu anajaribu kuuza bidhaa za fikra zake, na katika kuuza kwake kuna kuwa na mambo mingi ya kubandikwa, ambayo mpaka uwe na akili ya kina hinaonena ya kuwa na ufahamu halisia wa mambo ni upi. Chukua mfano, watu wakufa katika tatizo kubwa walilokuwa nalo ni adamul wa'i. Na ukikosa adamul wa'i unafuata upepo. Si mkumbuka yale maneno, kuna aliman au mutaalliman au mustami'an, Amirul Mu'minin alayhi salam. Allahumma akwambia, jaribu usikosekane katika hawa watu watatu. Ukiweza kuwa alim wewe mwenyewe, basi fanya bidii. Ukishindwa, basi kuwa nani? Mutaallim. Na pia huwezi kuingia katika kuwa mwanafunzi, basi kuwa angalau mustami'an ila al-ilm.
lakini usiwe mtu wa nne. Nani? Hamajun ru'a yamiluna maa kulli, wanalala na upepo. Upepo ukitoka huku kwenda huku, anakwenda huku. Ukitoka huku ukibadilika kwenda huku, anakwenda nini? Na hii ndio kwa tatizo kubwa la watu wa Kufa. Alipoingia Muslim ibn Aqil, walisimama nyuma ya Muslim wote. Kidogo mabadiliko, Ubaidullah ibn Ziyad, propaganda, vitisho, wakabadilika wakaenda upande wa nani? Wa Ubaid. Hii inasababishwa na nini? Kukosa nini? Wai na basira. Nimeieleza basira na kudra ya kufikiri. Na kawaida yangu napenda sana kuzungumza na wanafunzi wenzangu. Mimi pia ni mwanafunzi mwenzenu, hususan vijana. Jifunzeni kufikiri, muhimu sana. Na pengine kuna maneno nitasema yatawauma kiasi fulani, lakini ni kwa ajili ya kweli. Si kila kitu huulizwa. Sisi tulikuwa tuna walimu hauza, ukenda ukimuuliza suala na kufukuza. Unakwenda kumuuliza mathalan maana ya idhtaraba ni nini, ukiwa kama mwanafunzi wajua kamusi iko wapi na wajua hufunguliwa vipi kamusi. Waja kukaa wauliza maana ya tamko, unailalisha akili yako. Watafuta fatwa ya marja, vitabu viko, simu mumebeba mkononi. Ukitafuta katika, ukiwa ni mukallid wa Sayyid Sistani, ukiwa ni mukallid, naam, kuna baadhi ya masail fiqhia yana utata, pengine hayakubainiwa. Usibebe akili yako mkononi saa zote wauliza maswali ujibiwe. Jifunze kufikiri, jifunze kutafiti, jifunze kutafuta. Kwa sababu akili ukiizowesha kupewa, itashindwa kutafuta. Nawaambia bikulli ikhlas na kwa upendo wote. Na ndio jana nikiwaambia baadhi ya watu katika vikao vyetu vya maswali na majibu, utakuta asilimia kubwa ni maswali ambayo kila mtu alikuwa aweza kuyatafuta. Sijui tumeelewana vizuri sana, hususan kama student. Mimi huwa nashanga, wewe ukiniambia mimi ni talibul hauza ama mimi ni talibul jamia, au hata uko katika high school, uko form 5 na form 6, wewe ushapatiwa tools za kutafutia. Kwanza una lugha, una language. Sawa, iwe ni lugha ya Kiarabu, ni lugha ya Kiingereza, ni lugha ya Kiswahili. Hii ni tool. Umepewa mifumo ya kutafuta. Ukimpata mtu hakusoma, hata ukampa munjid alitafute neno, hajui mfumo wa kamusi hutafutwa vipi, aweza kukaa nalo kutoka asubuhi mpaka usiku. Kwambia mimi sijapata, kwa sababu yeye husoma kama kusoma qara za Qur'ani, sio? Aweza kuanza mwanzo mpaka mwisho. Lakini wewe ukishakujua kamusi yasomwa vipi, muundo wa neno unapatikana vipi, mimi ni kwenda moja kwa moja kwenye harufu fulani, kwenye muundo fulani. Na wanasihi sana tutengeneze, tumjenge mwanadamu msomi, mwanadamu mtafiti, mwanadamu anayejilisha, sio anaelishwa fikra. Muhimu sana ndugu zangu. Na hii si lawama kwenu nyinyi peke yenu. Inaanza kwenye system kamili ya malezi yetu. Hauzat, hususan katika hauzat, library zinafanya kazi gani? Zipo ama hazipo? Kuna muda gani watoto wanaingia library? Kuna assignment ngapi wanapatiwa katika mwezi ama katika muhula wa kwenda kufanya research?
Wajua, ukitojizowezesha huku chini, utafika wakati umekuwa shekhe, umesha graduate, umetumwa kijijini ni mubaligh, na pengine uko katika maeneo huna mwenye kumuuliza. Sasa mwenye kuulizwa ni nani? Ni wewe. Sasa hapo ndipo utakuja kujua nyeupe ni nini na nyeusi ni nini hapo. Na pengine sasa na simu na ufikirie umpigie nani, kwa ila ndio leo utakuwa ngoja kidogo, uko ndani ya msikiti umeulizwa swala, wapiga simu sasa, wampigia shekhe wako, kweli masala fulani ni vipi na vipi, na vitabu vimpangwa pale kiblani, kuna masailu muntakhaba, sijui kuna nini, sijui taelewana vijana. Tujengeni jamii ya kusoma, ya kutumia akili, ya kutumia nini, fikra. Sitoendelea sana zaidi ya hapo. Pili, albinau nafsi. Nimesema kuwajenga kiimani, kujenga kimaadili, kujenga kiakili, na hii yataka lecture zake ndefu. Vipi tutawajenga watu wetu kutoka mtoto mdogo? Poleni nisimame kidogo. Nimesoma hadithi, sijui uzito wake wa kisanad, kitambo sana, wakati pokuwa nasoma maisha ya Sayyida Zainab alayha salam. Wasema siku moja Amirul Mu'minin ilikuwa amemkalisha kwenye mapaja yake, amempakata, mtoto mdogo lakini ashaanza kuzungumza. Sasa akawa yuwamsemesha. Katika kumsemesha, yani yuwamfanyia mazoezi ya kuzungumza, kama wewe vile unapomwambia mtoto sema jambo fulani, na pengine kuna mambo fulani ni mazito, akiyatamka anatamka. Sasa akamwambia quli wahid, sema moja. Sayyida Zainab akamjibu akamwambia wahid. Akarudi akamwambia quli ithnain. Sayyida Zainab akanyamaza. Akamrudia Imam Ali, kama kuona pengine inamshinda kutamka nini ithnain. Amwambia quli ithnain, ananyamaza. Amwambia mabiki ya binti, mbona utamki? Amwambia baba, ulimi ulotamka moja hauwezi tena kutamka mbili. Ulimi uliotamka moja hauwezi tena kutamka mbili. Hebu niambie, walijengwa vipi kifikra hawa katika umri ule? Angalia ile haraka alivyoitumia akili yake na kubuni fikra na kutumia msingi wa tauhidi. Tizama mfano mwingine kwa nana Fatima alayha salam. Allahumma salli ala Muhammad. Amesali usiku salati leili, imekuja paka witri. Sisi kwetu witri kuna zile mustahabati za kuwaombea 40 mu'min, sio katika kunuti ya witri. Watoto wamekaa wanamsikiliza mamao. Yataka ufahamu ni wakati gani huo? Si salatu dhuhri wala si salatul maghrib. Iwe watoto wako pamoja wanamsikiliza mama anachokisema. Istoshe wanamjadili. Akimaliza kuswali wanafanya nini? Usiangalie aina ya suala, angalia aina ya ujasiri wa mtoto kutumia akili yake. Wamwambia mama, umeombea watu wote Mungu, sisi bwana tuna matatizo yetu hapa bwana pia. Vipi wewe bwana? Fulani fulani fulani, hakuna hata moja letu. Sasa tizama suala, tizama kujitetea, tizama mtoto kutafuta haki yake. Ile ni haki yake kwa mamake, lakini tizama jibu la kielimu. Jibu limekuja kwa lugha ya kaida. Fikiri mwana kusoma hauza mwanajua kaida ni msingi mkubwa ambao unakwenda kuimplement kwenye. Hakumjibu kwenye ile ishu peke yake, alimpa kabisa mwongozo. Amwambia aljaru
thumma ad-dar. Hapo ndani amempa principle ya tadhiya. Tupo vizuri sana. Nini maana ya tadhiya? Nini maana ya tadhiya? Ni kumtanguliza mwenzako kuliko wewe. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa. Mfano wa tatu, Zurara. Mwamsikia Zurara? Katika wapokeaji wa hadithi muhimu na katika wanafunzi wa Imamu Sadiq alayhi salam. Nafikiri kama kuna wanafunzi wanaosoma hauza na wamefikia kusoma somo linaloitwa usulul fiqhi na wamefikia kusoma msingi muhimu wa usulul fiqhi unaoitwa al-istishab. Al-istishab inamaanisha ukiwa na shaka hivi sasa unaendeleza hali ilivyokuwa mpaka upate yaqini. Kwa mfano, ulitawadha wewe maghrib ukasali. Ulipomaliza kusali maghrib na isha umeketi kwenye majlis hapa. Ukitoka saa 4 umefika nyumbani wataka kusali ama wataka kushika Qur'an, ukafanya shaka ninao udhu ama sina. Lakini hukumbuki, huna hakika kama ulipatikana na tendo lolote linaoharibu udhu. Wanakwambia baki katika yaqini yako, kwa sababu wewe una yaqini magharibi ulifanya nini? Ulitawadha. Baki katika yaqini yako mpaka utakapokupata yaqini nyingine kwamba udhu wako umebatilika. Usibatilishe yaqini kwa shaka. Hunu ni msingi unaitwaje? Istishab. Sio? Wakadhalika kuna na qaidatul faragh. Sasa Zurara muuliza Imam Sadiq ni kuhusu qaida. Haya, qaidatul faragh yasemaje? Qaidatul faragh, ukifanya shaka ya jambo baada ushalimaliza, mfano waswali, umemaliza suratul Fatiha, umeanza sura bismillahir rahmanir rahim wal asr. Mimi kwenye suratul Fatiha nilisema ihdina siratal mustaqim ama sikusema? Na nimefanya waswasi kama niliruka. Ama waladhalin nilitamka vizuri ama niliharibu? Wanakwambia endelea. Idha faraghta min amalin wa dakhalta fi amalin ghairihi fashakkuka laysa bishay. Ukishamaliza jambo ukaingia kwenye jambo lengine, shaka yote ya lile jambo la nyuma halina nini. Kwa nini nawaleta? Sitaki kusomesha. Sasa Zurara alikuwa amuuliza Imam Sadiq alayhi salam, amwambia Maulana, nimeingia kwenye takbiratul ihrami nikashuku udhu wangu. Imam akamwambia imdhi. Endelea. Akamwambia nimeingia kwenye kusoma suratul hamdi nikashuku takbiratul ihram. Imam akamwambia imdhi. Akamwambia nimeingia kwenye sura nikashuku suratul Fatiha. Imam akamwambia imdhi. Akamwambia nimeingia kwenye rukuu nikashuku. Imam akiangalia sasa, huu ni utendi huu. Akamwambia isma ya Zurara, hii mina niko kwenye taalimul fikr, wacha kuuliza sana. Isma ya Zurara, mimi nakupa msingi wa kielimu, nenda ukautekeleze uutumie mwenyewe. Idha faraghta min amalin wa dakhalta fi ghairihi fashakkuka laysa bishay. Sasa stop kuniuliza. Utaniuliza, tutamaliza swala, tutaingia kwenye saumu, tutamaliza, tutaingia kwenye haji. Tumeelewa? Utaniuliza nilikuwa kwenye tawafu raundi ya pili nikashuku raundi ya kwanza, nilikuwa raundi ya tatu nikashuku raundi ya pili, nilikuwa raundi ya 4. Siulize sana, tukua principles za kufikiri. Na hii ndio maana usulul fiqhi. Usulul fiqhi ni nini? Usulul fiqhi ni misingi ya kufikiri kifiqhi. Vipi utatekeleza? Nimependa kupiga hii mifano ili kuonesha maimamu vipi walivyokuwa wakiwalelea wafuasi wao katika kutumia akili. Albinau nafsi, wajenga watu kinafsi. Kwa muda mrefu
watu walikiamini kwamba matatizo yetu mingi ni matatizo ya kifikra. Na haya mambo nimeyazungumza mara nyingi, hata katika mambo ya kibinafsi, hata katika wanafunzi. Unaweza kuwa una mwanafunzi darasani unamwona hafahamu, na kila ukimleta kwenye mambo hako sawa, ukafikiri wewe ana upungufu wa uwezo wake wa kiakili na wa kifikra. Inawezekana, lakini si kila mara. Na mara nyingi tafiti zimethibitisha matatizo ya kisaikolojia yako nyuma ya matatizo ya kifikra. Yule mtoto aweza kuwa nyumbani ni ghairu murtah. Yule mtoto aweza kuwa ana shida fulani katika mahusiano yake. Yule mtoto aweza kuwa pale darasani ana shida fulani na wanafunzi wenzake. Yule mtoto aweza kuwa ana shida na mwalimu anayemsomesha. Akajenga ile attitude wanaoiita, akajenga attitude fulani ya kuhusu somo fulani, na mwisho akaonekana somo lile halifahamu. Akifuatiliwa kwa kina, anakwenda kupatikana kumbe ana tatizo la kinini, la kinafsi. Na ndio misimamo mingi ya watu inachukuliwa kupitia matatizo ya kinafsi. Umar ibn Saad alikuwa akiongoza jeshi la Yazid, hakuwa na tatizo la kifikra, hakuwa na tatizo la kinini, la kiakili wala la ufahamu. Alikuwa na tatizo la kisaikolojia. Alikuwa na hofu kwa maslaha yake. Na dibeti ndogo iliyofanyika kati yake na Imam Hussein yaumul ashir ilimdhihirisha Umar ibn Saad nini tatizo lake. Imamu amuuliza, wewe unijui mimi? Asema, nakujua sana. Kwa hivyo hana tatizo la kifikra. Wanijua mimi ni mjukuu wa Mtume? Naam. Wanijua mimi? Naam. Twende. Amwambia, nini shida? Asema, watavunja nyumba yangu, watanivundia nyumba yangu, watanipokonya shamba langu. Imam Hussein amwambia, mimi nitakujengea nyumba nyingine, mimi nitakupa shamba lingine. Amwambia, baada nini shida? Shida mimi nimeahidiwa mulku rai. Rai ni kijiji kimoja, ameahidiwa atafanywa kama ni PC, ni DC, ni nini kwa mistalahi yake leo. Sasa tamaa, shahawat zinapojaa kwenye nafsi zetu, zitatunyima kujenga misingi ya kiakili bora na misingi ya kifikra bora. Sasa katika kuilelea jamii ni lazima hivi vitu vitolewe. Albinau nafsi inakuja katika kuipa nguvu kile kinachoitwa maamuzi, kuipa nguvu kujiamini. Kuna watu wana shida ya kutojiamini. Ana uwezo mkubwa wa kufanya mambo, lakini shida yake hajiamini. Ni nani atamfanya ajiamini? Moja katika majukumu ya uongozi bora katika jamii zetu ni uongozi unaojenga kujiamini kwa wafuasi wake. Na ndivyo Imam alivyowajenga wale. Kuna watu wana uwezo wa kifikra, wana uwezo wa kiakili, lakini hawana kudra ala muwajahati al-azamat. Mfano, waweza kupata manager katika taasisi sawa ya kiuchumi ama ya nini, akiwa katika hali ya kawaida, hakuna pressure, hakuna stress, kazi inatembea smooth, utakuja kumpata is a good manager, na ana nadharia, ana mawazo ya kiajabu, lakini wata tu kutokea crisis pale kazini. Na ndio nafikiri katika moja katika nafasi kubwa ya kufundishwa administration, wanakufundisha nini? Crisis nini? Management, idaratul azamat Kiarabu wanaita. Lau kumetokea tatizo, ana collapse,
anaanza kupayuka sasa, atukana huyu, akitukana huyu, akimrukia huyu, anazidi kuendelea kupoteza wakati. Kazi inafanya nini? Inaharibika. Mbali na qadha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, accident nyingi zinazotokea barabarani, sababu yake ni nini? Ni kushindwa kutukua maamuzi ya haraka kwa muda mfupi. Kwa sababu maamuzi anayoyafanya dereva baada ya kutokea jambo ambalo hakulitarajia, mara nyingi ndio yanayosababisha. Alifanya maamuzi ya makosa, pengine anatembea na gari kwa kasi ya kilomita 100, ya spidi 100, pap, amedhihiri mnyama mbele yake, na pengine mnyama yule kuni degree fulani tu akiikonesha ile gari hatampata, lakini kwa kushtuka kwake akaizungusha skani kwa zaidi mpaka pengine ikafanya nini, ikaroli gari ile. Ni maamuzi ambayo wataka uyafanye wakati wa crisis, wakati wa azma ya haraka sana, na kufikiri sana, na kufikiri haraka. Na hii inajengwa katika istiqraru nafsi kuliko katika akili. Uwe na utulivu, na ndio utakuta watu wanaweza kuwa wamepambana na mambo makubwa. Wewe umetoka mbio, waweza kufikiri nenda kumkuta yuwalia, naweza kumkuta anajipiga, ukienda ukamkuta ametulia tu, wewe mwenyewe ukashangaa, na mara nyingine ukaanza kulia wewe, yeye anakutuliza wewe. Na mwenye masaibu ni nani? Ni yeye. Ile qudratu tahammul, uwezo wa kuvumilia. Si kwamba haumwi ndani, anaumwa, lakini aweza kumiliki hisia zake zisimwondoshi katika mizani zake za kifikra na za kiakili. Na ndio mtakuta watu wanaopewa mazoezi haya sana ni wanajeshi. Mwanajeshi anawekwa katika situation ya kufanya maamuzi na ya kufanya vitu vigumu, lakini under pressure. Utakuta zile training wanazofanyiwa kama wanaadhibiwa. Wewe pako kujiuliza kwa nini wanawaadhibu, na huku anafanya mambo, na huku yule anayemsimamia anamtusi, anamnyanyulia sauti, yani ni kumpresha na kumgonga katika kila sehemu, ili akose ile mizani ya nini, ya nafsi na ya uvumilivu wake. Kwa sababu katika vita ni mahala ambapo mara nyingi unatakikana ufanye maamuzi ya haraka katika hali ambayo si ya kawaida. Na ndio utakuta Imam Hussein alayhi salam alikuwa akiwafanyia ashabi zake mitihani hii. Hata ule usiku alipowaita akawaambia, mweza kwenda, wako under pressure wale pale. Jamani, hawakuweko katika hali ya kawaida kama sisi tuko hapa. Maji hakuna siku kadha, jua kali, kila aina ya pressure, kila mtu hajui matokeo ya kesho ni matokeo gani, alafu anawafanya wa make decision wakati ule. Hadha al-layl fattakhidhuhu jamalan. Lakini angalia walivyotulia, kwa sababu walikuwa wadhibiti nafsi zao, wamepata malezi ya kisawasawa. Ndugu zangu wapendwa, hapa ndipo tunaipata aya katika suratu Ra'd aya 11. Mwenyezi Mungu anatuambia, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilishi watu mpaka wabadilishe ndani ya nafsi yao. Yani hakuna mjengo wowote wa kijamii unaweza kufaulu kabla hatujamjenga mwanadamu, na kumjenga mwanadamu kunaanza kumjenga ndani yake, katika akili yake, katika roho yake, katika nafsi yake, katika tabia zake, katika miondoko ya kufikiri kwake. Tukiweza kujenga vitu hivi, tunaweza kujenga jamii inaostahiki kujiita wafuasi wa Imam Hussein salawatullahi wasalamuhu alayhi. Na hii ndio maana ya islah,
ya kihakika aliposema inma kharajtu li talabil islahi fi ummati an nusliha anfusana. Na narudi kama juzi nilivyomzungumza Hur na namna alivyoweza kufanyiwa mageuzi na kubadilishwa, akabadilika kifikra, akabadilika kiakili. Zuhair ibn al-Qain kwa kikao kidogo yeye na Imam Hussein akaweza kubadilika. Napenda tu kuambia kitu kimoja, ndio nataka nimalize hapa. Katika kutafuta viongozi wa jamii yetu, elimu ni muhimu. Elimu ni muhimu, ni katika sharti muhimu za kiongozi, lakini kuna kitu ambacho hakionekani kwa macho, hakipimiki. Uwezo wa watu fulani wa kuathiri watu, si kila mtu ako nao, na kiasi fulani mara nyingine inakuwa ni kama mauhiba ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mtu aweza kuwa ana utaalamu akaketi na mtu kumfanyia counseling sijui nini masaa, na asibakishe theory zote za kielimu kumwambia, na akimaliza yule jamaa akakusanya makaratasi yake akiondoka akisema puzi yule. Lakini kuna watu wengine yaweza kuwa ilmu yao si kubwa hivyo, akija akikaa na yule jamaa kwa dakika chache akambadilisha, na akaweza kuweka kitu katika maisha yake kikawa ni msingi wa mabadiliko yake. Huyo ni kiongozi. Na nitawapa mfano katika ulimwengu huu tunaoishi. Mimi nimeishi Lebanon kiasi fulani, alhamdulillah. Wakati alipouliwa Said Abbas al-Musawi, ambaye ndio alikuwa kiongozi mkuu wa nani? Wa Hizbullah. Katika lile baraza la shura la viongozi palikuwa kuna watu wana umri mkubwa kuliko Said Hassan Nasrullah. Palikuwa kuna watu wana elimu kuliko Said Hassan Nasrullah. Palikuwa paka mwisho. Lakini kitu alichokuwa nacho, na ndio kitu kimeathiri ulimwengu mzima, kila mtu leo anampenda Said Hassan Nasrullah, ajiulize sababu yake ni nini? Ni ile wanaoiita karizma, au inaoitwa ashakhsia. Kiarabu wanasema ashakhsiyatul jadhiba. Kuna baadhi ya personality zinakuwa na kama miale ya kukuvuta, ukikaa ukimsikiliza tu dakika 5 huondoki tena. Na pengine utasema, lakini habari hizi anaozizungumza huyu si ni zile zile zinazozungumzwa na kila mtu, na pengine zinazungumzwa kitaaluma zaidi kuliko wengine. Kwa nini mimi huyu ananiathiri? Kwa nini huyu ananivutia? Taban haya mambo yana siri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi aliyopokewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asema, ittaqu farisatal mu'min, ittaqu farisatal mu'min fa innahu yanzuru bi'aini Allah. Ogopani anavyoona mu'min. Farisa ni kama simba anapomwinda yule mnyama. Simba zaidi anatumia unsurul mufajaa kuliko chui. Chui anatumia energy ya kwenda mbio, na ndio yeye akitoka, chui hutoka kwenye majangwa wazi, na akiidentify ni yule, hata akapita karibu mwingine hamshughulikii. Sio mtamali chui. Lakini simba ni mtu wa kujiviza, atakwenda amzubaishe yule, akizubaa afanye nini?
na ndio waitwa farisa. Sasa kuna watu katika kuangalia kwao wana firasa, tap, anaweza kuokota kitu ambacho wengine hawawezi kuona. Ittaqu farisatal mu'min fa innahu yanzuru bi'aini llah. Ni yale niliowaambia juzi katika hadithul Qudsi, mimi nabadilika na kuwa macho yake, mimi nabadilika na kuwa mikono yake, na kuwa miguu yake, anakuwa na nini. Na hii ina mambo yake. Niwamalizie khutba kwa kisa cha mwisho. Wakati Mtume alipokuwa yuwatuma mubalighin, alituma baadhi ya masahaba Yaman. Kila mahala kulitumwa mtu, wakaenda wakarudi, hakuna mabadiliko. Na Wayamani wenyewe wakakataa, kusema usituletee. Alipopelekwa Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib alayhi salam, na hii watu watakawaione alaka ya Yaman na Ahlul Bait ni alaka ya kina sana. Ni muda mfupi sana walibadilika Wayaman. Wakati huo hata hawajajua huyu ndio imamu atakayekuja, huyu ndiye atakuwa maasum. Hakuna vitu hivyo vote. Alikwenda kama sahaba, kama walivyokwenda masahaba wengine. Lakini ule mvuto wa Imam Ali, ile nuru aliyosema Mwenyezi Mungu, nuru samawati wal ardhi kama mathalu nurihi kamish, iliwabadilisha. Sasa katika jumuiya zetu, katika taasisi zetu, ni muhimu sana tuwe na mato wakati tunapotagua viongozi. Tuangalie watu ambao wanaweza kuleta athari katika jamii zetu, watu ambao wanaweza kuwa na mvuto, sio tu kuwa na elimu. Ingawa narudia, elimu ni kiungo muhimu sana. Ndugu zangu wapendwa, leo nitasimama hapa, na toba pengine mkinitaamali leo niko low kiasi fulani, inaji kidogo inaenda kinini, lakini natumai nimefikisha. Madrasa ya Ashura ni chuo cha kuleta cha kumjenga mwanadamu. Vipi tutamjenga mwanadamu? Nimetaja mambo muhimu, na insha Allahu taala kuendeleza mfululizo huu, kesho tutazungumzia uongozi bora unaoweza kujenga mwanadamu bora. Ni uongozi gani? Insha Allahu taala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alkalima fayattabi'una alqawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin.